Hii ni Bugoma TV. Habari. Tunafahamu kwamba katika kipindi takribani cha awamu 12 kutoka mwaka 2018 mpaka leo, Tanganyika imeweza kuvuna takribani bilioni 29 za biashara ya kaboni, na fedha hizi zimenufaisha wananchi wote, si tu wale ambao wanafanya biashara katika vijiji vinane, bali fedha asilimia ambayo inapatikana kwa halmashauri nayo imeendelea kushuka kwenda kwa wananchi kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo, lakini kama swala zima la kiutawala lakini na kiusalama. Na katika hili tunataka tuzungumze mambo ambayo yanaendelea kwenye maeneo ya misitu yetu na yanafanywa na wananchi wasioitakia mema Tanganyika, wasioitakia mema biashara ya kaboni. Tuna miradi kadha wa kadha. Takribani kila kijiji ambacho kina biashara ya kaboni kimejenga miradi ambayo inagusa maisha ya wananchi kila siku. Tumejenga zahanati, tunajenga kituo cha afya, tumejenga mabweni, tutawekea vitanda na magodoro katika shule ya sekondari Mwese. Haya yote ni kwa manufaa ya watoto wetu, vijana wetu wasome katika mazingira mazuri. Tumeendelea kujenga madarasa, tunajenga madaraja na makaravati kuunganisha njia katika maeneo ya vijijini ambako mwanzoni ilikuwa ni vikwazo na wananchi wasingeweza kupita. Hizi zote ni fedha ambazo zimetokana na wananchi kusimamia na kutunza misitu yao. Na hii yote imetokana na mipango ya matumizi bora ya ardhi ambayo vijiji kwa chini ya usimamizi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri wamefanya ili kuwa na matumizi bora ya ardhi katika maeneo haya. Na pakapanga kazi ambayo imefanywa na vyombo hivi pamoja na mamlaka hii ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya DCEA imefanya kazi kubwa, tunawapongeza. Kwanza imebaini na kuona takriban ekari 9 ambazo zimelimwa bangi. Hili wala sio zao. Hatuwezi kusema zao sababu si miongoni mwa zao ambayo sisi tunahimiza kulima. Na hii bangi imelimwa katikati ya misitu ambayo inafanya biashara ya kaboni. Na ili ilimwe, kwanza wamefanya uharibifu wa mazingira. Na katika uharibifu huo itapunguza credit ama itapunguza kiwango cha mapato yetu ya biashara ya kaboni. Na inapokuwa imepunguza, maana yake wananchi wote watakuwa wameathirika. Lakini mlimaji wa bangi na mnyororo wote wa bangi, wao hawatazami manufaa ya wote, wanatazama maslahi binafsi. Na sisi kama serikali pamoja na wananchi hatuko tayari kuona maeneo yetu ambayo yanapatia uchumi kwa ajili ya wananchi wote yanaharibiwa na watu wachache kwa kilimo cha bangi, wakichana mazao mengine ili kuwe kisingizio cha baadaye kukwepa mkondo wa sheria. Bahati nzuri sana serikali ya Dr. Samia Hassan imewekeza kwa kiwango kikubwa katika swala zima la kilimo cha mazao ya kibiashara na mazao ya chakula. Zao kama la pamba limepewa ruzuku ya kutosha. Mbolea inapatikana, mbegu zinapatikana tena bure, na AMCOS zinasimamia vizuri. Tuwaombe wananchi badala ya kulima bangi walime zao la pamba kwa biashara. Badala ya kulima bangi walime zao la tumbaku kwa biashara. Badala ya kulima bangi walime zao hata la ufuta, walime hata zao la mbaazi. Nazo zote hizi zina ruzuku. Ikishindikana mazao hayo walime hata mpunga. Nao una fedha, unaweza kulima mpunga ukapata chakula, lakini pia ukafanya biashara, kwa sababu watu mbalimbali wanakuja Tanganyika kutafuta mazao haya ambayo sisi ni wazalishaji wazuri. Kitendo cha kulima bangi kwenye maeneo yetu ni uvunjifu wa sheria. Kitendo cha kufyeka misitu yetu ambayo ni misitu ya umma ni uvunjifu wa sheria. Tuiache misitu yetu ifanye matumizi ambayo tumejipangia sisi wenyewe. Na kama kuna mtu ambaye angetamani kwenye misitu tusitumie mipango ambayo tumejiwekea, basi warudi kwenye vikao vya vijiji wakajadiliane kuboresha mipango ya matumizi bora ya ardhi. Hilo linakubalika kwenda kuboresha kama sehemu ya kijiji, lakini sio kutoka maeneo mengine ambako ni nje ya Tanganyika halafu na kuja kuharibu. Hilo hatukubaliana. Kwa hiyo niwaombe sana mamlaka kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya kanda ya Tabora, vyombo vya usalama ndani ya Tanganyika, tushirikiane, washikamane, wache kwamba wanapita kwenye kila msitu. Maana tumebaini kwamba kwenye misitu watu wanakimbia na kujificha kule kufanya maovu, kufanya yasiyokubalika katika jamii yetu. Niwaombe viongozi wa dini, niwaombe viongozi wa kimila, niwaombe wananchi wote na makundi mbalimbali, tuungane kwa pamoja kukemea uharibifu wa misitu yetu, lakini kukemea kilimo cha madawa ya kulevya, kukemea uuzaji madawa ya kulevya kama hivyo bangi,
na sisi tutapambana na kila anayekuja mbele yetu, ili mradi anavunja sheria zetu, tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Niwatake jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa haraka kwa wale wote ambao wamebainika na ambao bado tunawatafuta. Kwa sababu kuna baadhi wamekimbia, wakaacha mashamba. Basi kama wanakimbia, watokomee kabisa, wasirudi tena Tanganyika, wakafanya maisha maeneo mengine ambako nako kuna maisha. Kwa sababu sio maisha sio tu Tanganyika na sio tu msituni kwenda kuharibu na maeneo yetu. Maisha ni popote, lakini kwa mujibu wa sheria na utaratibu ambao tumejiwekea sisi wa Tanzania. Jina naitwa Clave Reginald, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Tanganyika tuna misitu, tunazungukwa na misitu, 60% ya eneo letu ni misitu. Na tunafanya biashara ya kaboni. Kwa hiyo biashara ya kaboni haihitaji mazao mengine kuingiliana kwenye maeneo ambayo tunafanya biashara ya kaboni. Tusichanganye mazao mengine au tusilime mazao mengine kando kando ya misitu ambayo tunaendesha biashara ya kaboni. Lakini sambamba na kuweka rai hiyo ya kutolima mazao mengine sambamba na biashara ya kaboni, kuna tatizo na changamoto kubwa ya uvamizi kwa maana ya baadhi ya watu kupeleka mifugo kwenye misitu yetu. Kuna baadhi ya watu wanafanya biashara haramu, mfano kama hii ya kilimo cha bangi. Sasa sisi kama halmashauri tumejiwekea utaratibu, tutakuwa na doria za mara kwa mara ambazo ni endelevu, na tutahakikisha tunawaondoa wote ambao wamevamia kwenye misitu yetu. Kwa kuwa tuna vyombo vya kisasa, tunawaona popote walipo. Popote ulipo, tupo. Sasa hivi tunakuona hata tukiwa ofisini. Tunajua kwamba uko eneo gani. Kwa hiyo nitoe rai ambao bado wako kwenye misitu yetu, watoke mara moja. Lakini pia endapo hawatatoka, tutawatoa na sheria itachukua mkondo wake. Sisi kama wananchi ambao tunanufaika na hii biashara ya kaboni, ikiwemo kulipiwa bima ya afya na miradi mbalimbali ikiwemo shule ambao tunajengewa katika maeneo yetu. Kwa hiyo mimi nachukizwa sana wakulima wenzangu ambao wanakata miti na kupanda bangi ambayo moja kwa moja inaenda kuhatarisha uwekezaji wa kaboni katika halmashauri yetu. Wanatusikitisha sana watu wanaoharibu mazingira. Tunasikitika sana. Mazingira hayo ni muhimu, yanatusaidia kujenga mashule. Tunapata hospitali, wanajenga mazahanati, hospitali kupitia mazingira hayo. Kwa hiyo tunanufaika sana na hao mazingira. Wanapoyaharibu, sisi tunakuwa hatuna raha na amani. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu itusaidie. Naiomba serikali ili tusaidia wanaolima bangi na wanaokata miti. Doria liongezeke kwa ajili ya kuwakamata wale wanaoingia katika hifadhi. Hii ni Bugoma TV. Habari.